ambalo kila mmoja amekuwa akitamani aweze kulikalia, lakini India ndo wamekuwa pia wakilikalia ile eneo kwa muda mrefu Lakini Pakistani ni majirani hawa, na siku zote bwana ukiona taifa na taifa vimeweza kusigana, basi ujue lazima wawe jirani. Na kuna mambo kadha wa kadha ambao wao watakuwa wanasababisha mpaka wanaingia kwenye msigano wa namna hiyo. Kama mtakumbuka wiki jana kuna shambulio ambalo lilitokea, shambulio la India dhidi ya Pakistan. Wao ndio walipeleka pia shambulio pale wiki mbili tu baada ya shambulio ambalo pia inasadikika kwamba kulikuwa kuna watalii waliokuwa ziarani katika upande mmoja wa Kashmir. Kwa hiyo kwa mujibu wao India ni kwamba wanasema wale watalii walikuwa watoka kwenye taifa lao kwa wakashambuliwa na Pakistan, na kwa mujibu wa wizara ya mambo ya ndani ya India ilikuwa imeeleza kuhusiana na mashambulizi ambayo yanatajwa kama Operation Sindoor, sawa, ambayo ndio ilikuwa operation yake hiyo. Kwa mantiki hiyo, baada ya siku kadhaa mashambulizi yalilipwa pia na Pakistan, japo hayajaleta madhara makubwa, lakini yamesababisha wakazi wengi waliopo katika eneo la Kashmir kuanza kuyahama makazi yao ama kuanza kuishi kwa kutangatanga. Kwa mantiki hiyo ni mzozo ambao umekuwepo na umekuwa unaendelea kuchanua pia, lakini sio kwa sababu tu ya wiki mbili hizo ambazo zimesababisha haya, lakini India na Pakistan zimekuwa zikishambuliana kwa makombora na mizinga katika hali ya kuongezeka kwa uhasama kati ya majirani hao wenye silaha pia za nyuklia. Unajua kwenye mataifa takriban 7 yenye nguvu kubwa ya silaha za nyuklia, basi haya pia ni mmoja kati ya mataifa ambayo yamo. Baadaye nitakupitisha kwenye haya mataifa tuone nguvu ya kijeshi na matumizi ya nyuklia pamoja na drones na hata makombora yale yanayofahamika kama ni makombora kama kwa Kiswahili tunaweza tukaita ni makombora yale ya plastic, lakini haya ni makombora ambayo yana athari kubwa sana, si ndio? Na kuna makombora yanaitwa ballistic pia yanatumika. Kwa hiyo haya ni mataifa yote ambayo yana nguvu hiyo, na yamekuwa pia yakijinasibu kwa namna moja ama nyingine kwamba sisi tuna uwezo wa kuweza kufanya hayo mambo yakawepo. Sasa India ilianzisha kile ambacho likiita mashambulizi mahususi yaliyolenga kambi za magaidi kwa ajili ya kuweza kuangalia kwenye eneo la Kashmir, na ambayo lilisimamiwa na Pakistani mapema Jumatano iliyopita, na Pakistani ikasema raia wake takriban 26 wameuawa katika mashambulizi hayo kwenye maeneo yasiyopungua takriban 6 pamoja na mapigano ya risasi mpakani ambayo yalikuwa yakifanyika. Lakini walilenga mahususi maeneo ya Kashmir ambayo yanasimamiwa na Pakistan pamoja na miji ya Bahawalpur pamoja na Mudrik katika jimbo lenye idadi kubwa ya watu la Punjab mpakani mwa India. Sawa? Sasa waziri wa ulinzi wa Pakistan Khawaja Muhammad Asif aliambia shirika la habari la AFP ya kuwa hatua ya kulipiza kisasi tayari imekwisha kuanza, na baada ya jeshi la kusema kwamba awali watalipiza kwa wakati ambao wao wanaona kuwa ni sahihi. Yani muda wote ule ambao utakuwa ni sahihi kwao, kwa maana hakuna tarehe ama siku maalum ambayo imetangazwa watakayofanya mashambulizi hayo ya kulipiza. Lakini India pia ililaumu Pakistan kwa kushambulia na kutumia mizinga kuvuka mstari wa udhibiti ambao unafahamika kama LOC, yani lock, mpaka rasmi katika Kashmir pamoja na kuua watu takribani 3. Na juzi wakati wa lipizo ambalo lilitangazwa bila kujulikana ni lini likafanyika, si ndio Dunia imekaa kimya kuhusiana na huu mzozo. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema ni kama mzozo ambao umenyamaziwa hivi. Lakini ni moja kati ya mzozo ambao unaenda kupelekea vita vya kikanda, kwa sababu utapelekea sasa mataifa yale na jirani nayo wataingia katika mzozo ama mgogoro kama huo. Mimi najibu kujiuliza sosi ya ule mgogoro ni nini? Yani kuna kitu ambacho wanakigombania kiasi kwamba wanaanza kupigana sasa mataifa jirani. Kwa sababu tulikuwa tukiona mataifa mengine wanagombana, mfano ukanda wa Gaza kwa sababu ya ardhi. Ukiangalia labda kina Urusi na Ukraine vile vile. Yani unajaribu kujiuliza ni kitu gani hasa ambacho kina source ya mgogoro ni nini? Labda pengine ndo maana hata mataifa yanakaa kimya. Chanzo ni kama maeneo mengine tu Felista ambavyo migogoro inaibuka. Kwa mfano kama Israel pamoja na eneo lile la Gaza ndio ugombaniwa mkubwa. Lakini kwa upande wa India pamoja na Pakistan, eneo la milima ya Himalaya la Kashmir ndio mzozo wake mkubwa ulipo, na ndio chanzo kikuu cha mzozo kati ya India na Pakistan tangu nchi hizo mbili zilipopata uhuru kutoka taifa la Uingereza. Kuna kitu hapo kwenye hii milima, eneo zuri lile.
kuna kanamna pale kinawafanya wagombani. Hata si mgawane tu. Haina tofauti sana na vita vya ukanda wa Gaza. Ndio Mazingira yake namna ilivyo, kuanzia kwenye mzozo mpaka vita inaibuka. Lakini pia kwenye upande huu wa wenzetu wa India, namna ambavyo ilivyo. Maana hivi kwenye mizozo, lakini kimya kinapozidi kuwa kikuu, maana yake kesho huwezi kujua nini kitaibuka. Kwa hiyo kama utakumbuka wakati wa utawala wa Kashmir, unajua pia kuna kitu kingine pia kinachowatafuna pale ni Wahindu pamoja na ambao wanatoka, ni idadi kubwa sana ambao wanaishi pale eneo la Kashmir. Wahindu ambao wanatokea India, lakini pia idadi kubwa ya Pakistani ambao ni Waislamu. Na hii imesababisha pia vita ya kwanza ambayo iliibuka kati ya hao majirani wawili, na vita nyingine kubwa kati yao nikikumbusha tu kwenye historia kwenye eneo la Kashmir ilipigana mwaka 1965 na mwaka 1999. Kwa hiyo sio mgogoro ambao umeanza juzi. Yes, kwa sababu ni kubwa ni eneo la Kashmir, lakini ni moja kati ya maeneo ambayo mara kwa mara pia yamekuwa ni yanazozaniwa kwa sababu ya urithi na utajiri ambao upo katika eneo hilo. Kwa hiyo pande mbili zote zimekuwa zikiingia kwenye mgogoro. Mwaka 2019 tena waliingia kwenye vita baada ya vikosi vya India takriban 41 kuwaua kwa shambulio mtu mmoja ambaye alijilipua kwa kujitoa muhanga. Kwa vikabidi viingie na kuanza kufanya pia mashambulizi. Lakini mwaka 1999 waliingia pia kwenye mgogoro mkubwa. 2025 hii tena tunaona wameingia kwenye mgogoro mkubwa. Unaona vyanzo ambavyo ni vya ajabu. Mtu mmoja, kwa mfano kama ya juzi ambayo imetupelekea mpaka leo, ina maana ni issue ya watalii. India akiamini kwamba aliyefanya hilo shambulizi na kuua wale watalii takriban 6 wale ni kutoka Pakistan. Kwa hana uhakika wote, ila kikubwa amefanyia wapi, imradi tu yani raia wa Kihindu wa Kashmir atakayeguswa au ameguswa na taifa jingine, lakini anamjua ni Pakistan. Kwa ni mzozo fulani ambao upo katika pande hizi kimaslahi zaidi kwa wao wote wawili, nani ni nani, na kuweza kuoneshana kwamba ubabe ambao umekuwa ni mkubwa. Lakini kadhia imekuwa ni kubwa, wakazi wamekuwa wakihama pia kwa maeneo yao, na bado hali haijaweza kutulia, japo jana ilitoka taarifa ya kwamba India pamoja na Pakistan wamekubaliana kusitisha mapigano kwa siku kadhaa ili kuweza kupisha mazungumzo. पूरा फैमिली को 10-15 बंदे हैं हम, पूरा बच्चे सब, औरतें बच्चे सब लेके हम भाग रहे हैं। बहुत डर रहे हैं बच्चे, तो बहुत घबराते हैं जी। हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है, नहीं बैंकर है, नहीं कुछ है। हम यहाँ से भाग रहे हैं अपना किराया देके, नहीं खाने पीने का कोई सिस्टम है, नहीं कुछ है, नहीं इंतजाम हमारे पास है। हम यहाँ से भाग रहे का तो डर ही था, हम कभी भी मर सकते हैं। हम पता है हमारे बच्चे बच जाएंगे, हम मरेंगे, कोई फिक्र नहीं है। बच्चे तो पीछे रह जाएंगे, न बच्चे रहते न हम लोग। बॉर्डर का हालात तो बुरा है, वहाँ पे ऐसे गोलाबारी होता है, उसको देखने का दिल नहीं होता है। मार्चरी में, खासकर मार्चरी में कान के पर्दे भी फट जाते हैं। बच्चों के कान में रुई डाल कर हम रात को बैठ जाते हैं इससे। मतलब हमारी मजबूरी थी, पिछले 3 रोज हम रहे अपने घर में, कुछ बर्दाश्त भी किया हम लोगों ने। शनिंग वगैरह बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इस चक्कर से हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। बच्चे थे छोटे छोटे, हमारे पास कुछ फैसिलिटीज वगैरह नहीं है इस टाइम, ना कुछ ट्रैक्टर वगैरह है सरकार की तरफ से, ना कुछ फैसिलिटीज थी हमारी। तो गरीब आदमी है हम, तो क्या करते, मजबूरी थी। शनिंग रोज हो रही थी, इसी चक्कर से हम अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में टाउन में आए हैं। यहाँ कमरा ले रखा है हमने, कहा अब मजबूर है, बच्चे हैं, लेके कहाँ जाएंगे। तो दूसरी बात ये भी कि हम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पैसे आजकल कामकाज भी नहीं है, हम तो मजदूर लोग। रात में तो नींद नहीं होती, बिल्कुल नींद करना हराम हो जाता है। बच्चों को, बूढ़े जवान जो भी बिल्कुल रात को ऐसे बैठते, जूते चप्पल जो भी हो पाँव में बस पहन के ऐसे बैठना। To take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. Sawa, au ni baadhi ya wakazi katika eneo la Kashmir ambao ni Wahindu wanaondoka na wanasema ninaondoka na familia yangu yote. Yule wa kwanza akizungumza anasema tuko watu 10 hadi 15 ikiwa ni pamoja na watoto na wanawake. Sote tunaondoka, kila mtu anaogopa. Hatuna usalama, hakuna makao salama. Tunakimbia kutoka kijiji hiki kwa kulipa kutoka mifuko yetu sisi wenyewe. Na katika migogoro kama hii tumekuwa tukishuhudia wahanga waathirika wakubwa, waathiriwa wakubwa ni watoto na wanawake. Lakini sijajua ni kwa nini bado heka zinaendelea kutokea. Na pia anajaribu kujiuliza ni kwa nini mataifa ambayo huwa yana mali ambayo ni ghali yanakuwa yakiingia kwenye migogoro.
unakuta wanagombania mafuta, wanagombania dhahabu, ardhi. Ardhi sio kwamba inagombaniwa, lazima kuna kitu pale. Kuna kitu kipo. Wanakigombania. Sasa mwisho wa siku sisi ni wamoja. Sasa huwa najiuliza kwa nini tunagombea hivi vitu ambavyo tunakuja kuviacha duniani? Felista, wewe ndio unawaza kuacha. Kwa sababu sisi tunatesa, unajua tunatesa pale taifa la kesho la kesho kutu. Yaani mtu anawaza tumbo lake kwa sasa hivi na familia yake yeye. Hayo mambo ya kesho unayajua wewe. Pakistan pamoja na India. Kila mmoja anaamini kwamba lile eneo analimiliki yeye. Na ukitazama kama linakuwa lina utajiri mkubwa, maana yake anaamini kabisa ule utajiri akiuchukua, maana yake kuna namna taifa lake litakwenda kunufaika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo anaangalia kwanza nguvu ya taifa lake ikoje kwenye upande wa jeshi. Yaani unajua haingii tu hivi, anatazama mambo mengi. Uchumi wa taifa lake ukoje, lakini watu wanaomuunga mkono pia kwa maana ya mataifa mengine akina nani? Wana uwezo kiasi gani kwenye eneo hilo la kiuchumi, tunasema uchumi wa kivita. Hatuwezi kugawana haya maeneo tukafaidika wote. Mfano. Nitolee mfano labda hapa kwetu Tanzania. Mlima Kilimanjaro, hata Kenya si upo, unaonekana. Lakini tunajua Kenya haupo. Kenya unaonekana, si ndio? Lakini kuna watalii ambao huwa wanaingia Kenya. Yaani kuja Mlima Kilimanjaro. Ilivyo Kenya ukiwa Kenya unaweza kuona Mlima Kilimanjaro, lakini sio kuingia kwenda kutalii. Ukitaka kutalii na kuupanda lazima uje Tanzania. Lakini kuna wale ambao wanatokea Kenya ndio wanakuja Tanzania. Na maana Kenya inafaidika na wale watu pia wakiwa kwao. Kuna muingiliano. Yes. Kenya walikuwa zamani, kwa Kenya walikuwa wanaingia kwa upande wa Kenya na Tanzania. Sema Tanzania wakapiga block. Na ni maana kama yalivyo mageti mengine ambayo yanaingilia kwa sababu nakumbuka hapa kuna kipindi kana Wakenya akawa nasema mlima Kilimanjaro wa kwetu na nimeona likaje likawekwa sawa hilo. Nitolee mfano pia ziwa Victoria. Ziwa Victoria tunatumia mataifa karibu matatu nafikiri. Uganda, Tanzania pamoja na Kenya pia. Si kuna Sato mule? Mbona tunafaidika wote? Kuna ziwa Nyasa. Mataifa mawili tumekata katikati. Malawi na Tanzania. Vitu na kipande cha ardhi ambacho kimetuama kimekaa. Yaani mfano Kilimanjaro leo ile. Yaani Kenya angesema bwana hii ya kwangu. Tungeingia mzigoni kwenye vita. Kama ilivyokuwa Kagera. Baada ya kakwangu aka. Unaona kilichotokea? Kwa shida kubwa ni ardhi. Kama tumeshajua shida kubwa ni ardhi, tunasolve vipi? Je, ni lazima kupigana ndo tusolve? Kwa sababu unajua mnapigana utawini wewe leo. Si tutashinda? Mabaru. Atakuja kiongozi mwingine wa yule aliyemshinda, ataanzisha vita upya, atashinda. Anakunyang'anya. Tena atakuja mwingine, hasa vita mpaka lini? Taifa kwa taifa. Hamna mtu anayekubali kuachia. Sasa mchanganuzi wa masuala ya kijeshi Sean Bell yanazungumzia juu ya usitishaji wa vita kali kati ya India pamoja na Pakistan, na amebainisha kwamba kulihitajika shinikizo kidogo tu la Umoja wa Mataifa kwa sababu pande hizi mbili zinataka kuepuka kuongezeka kwa mgogoro huu. Kwa hiyo kama Umoja wa Mataifa anasema yeye ni kidogo sana, ilihitajika tu shinikizo lake. Sasa sijui kwenye engo ipi, lakini anadhani kwamba ilikuwa inahitajika Umoja wa Mataifa uwe na power. Useme neno. Huu mgogoro nadhani haui mkubwa kiasi hicho kama ambavyo tunashuhudia Gaza na maeneo mengine ambapo migogoro inakuwa inaendelea. I genuinely think the international community wasn't really going to be able to bring much pressure to bear here, but both India and Pakistan would not have wanted this to escalate, and therefore finding an elegant solution that they could both step gently away from the precipice. I think that's what the international community can provide. It's just a gentle off-ramp. They don't have to apply pressure. It's simply through negotiation and provide something actually both sides wants to happen. I think the clarification, obviously, we talk about the Ukraine conflict a lot and a ceasefire there. Neither side really is ready to stop, whereas on this particular occasion, both sides were clearly keen to avoid this escalating further. Both sides have made their point, and actually I suspect the international community was simply a facilitator to enable both sides to save face, both sides to claim a degree of success, but at least ease tensions across that border region. Huyo ni mchanganuzi wa masuala ya kijeshi Sean Bell akizungumzia usitishaji wa vita hivyo kati ya India pamoja na Pakistan. Anasema nafikiri kwa dhati ya kwamba jamii ya kimataifa haikuwa na uwezo wa kushinikiza sana hapa. Kwa hiyo anailaumu jamii ya kimataifa ama Umoja wa Mataifa, lakini India na Pakistan hazingependa hali hii
ipanuke, hivyo basi kuweza kupata suluhu nzuri ambayo wangeweza kujiondoa kwa upole kutoka katika hatari. Nadhani hivyo ndivyo jamii ya kimataifa inaweza kutoa msaada. Anasema ni njia ya kuweza kupunguza mvutano kwa upole. Hawahitaji shinikizo zaidi, bali ni mazungumzo na kutoa kitu ambacho kwa kweli pande zote mbili zinataka kifanyike. Nadhani ufafanuzi waziwazi, tunazungumza kuhusu mzozo wa Ukraine mara nyingi na kusitisha mapigano kule. Hakuna upande wowote ambao uko tayari kusimamisha. Wakati huu pande zote mbili zimeonekana kuwa za kutaka kuepuka hali hii kupita kiasi. Pande zote mbili zinasema kile wanachotaka. Kwa kweli, nadhani jamii ya kimataifa ilikuwa tu msimamizi ili kuwezesha pande zote mbili kuhifadhi heshima, pande zote mbili kudai kiwango fulani cha mafanikio, lakini angalau kupunguza mvutano katika eneo hilo la mpakani la Kashmir. Mwisho wa kumnukuu Bwana Sean Bell, huyu ni mchanganuzi wa masuala ya kijeshi wa kimataifa. Sasa nikupitishwa kwa ufupi juu ya nguvu ya kijeshi ya mataifa. Kulingana na Global Firepower, unaweza kaingia kwenye hiyo website nilikuwa napitia hapa. Yenyewe inasema kuna pengo la nafasi 8 kati ya India na Pakistan katika orodha ya nchi ambazo zina nguvu kubwa zaidi ya kijeshi kwa mwaka 2025, hii ripoti ya mwaka huu tu. India inashika nafasi ya 4 kati ya nchi 145 duniani, huku Pakistan ikishika nafasi ya 12. Sawa kijeshi hiyo. Kwa hiyo India ni moja kati ya jeshi kubwa ulimwenguni na lina karibu wanajeshi milioni 2.2. Nyie acheni katika vitu ambavyo nilikuwa sivifikiri ni India. Na na movie zao. Wahindi naona movie zao za mahaba sikuwahi kufikiri kama wapo vizuri pia kwenye miongoni mwa maeneo ambayo wamewekeza pamoja kwenye jeshi. Pamoja na jeshi. Wahindi kuwa na wanajeshi tu zaidi ya milioni 2 sana. Sio masiara. Kuna wakati mpaka mnasema jamani, yani wao wamewekeza kweli. Kama ilivyo nchi ndogo ya Israel. Wao wamewekeza kwenye jeshi. Miongoni mwa maeneo ambayo wanawekeza kwa kiasi kikubwa ni kwenye maeneo ya ulinzi. India ina vifaru 4201, vifaru hivyo. Magari ya kivita milioni 1.5, vifaru vya mizinga 100, mizinga 3975 na magari ya kurushia rocket 264. Huku jeshi la anga la India lina wafanyakazi zaidi ya 300,000 na jumla ya ndege 2229 zikiwemo ndege za kivita 513 na ndege 270 za usafirishaji. Kwa ufupi ni hivyo. Twende kwenye taifa la Pakistan. Kulingana na Global Firepower, ndipo ambapo nachukua hizi takwimu. Lenyewe nasema jeshi la Pakistan lina wanajeshi milioni 1,311,000. Kati ya hao wanajeshi 124,000 ni wanajeshi wa majini na wanajeshi 78,000 ni wanajeshi la anga. Pakistani ina jumla ya ndege 1399 ikiwa ni pamoja na ndege za kivita 418 na ndege 64 za usafirishaji na ndege 565 za mafunzo. Ina helikopta 373 pamoja na helikopta 57 za kushambulia. Zile ambazo zinawekwa tu kama ni vilipuzi, ngoma inaenda. Ina vifaru 2627, magari ya kivita 17516, vifaa vya mizinga 662, mizinga 2629 na magari ya kurushia makombora 600. Asante. Kwa kitakwimu India yuko juu sana, sio kidogo sana. Yupo kwenye takwimu zote. Kwa hiyo jeshi la wanamaji la Pakistan kwa upande wake lina jumla ya meli za kivita 121, kitu ambacho India haina, ikiwa ni pamoja na nyambizi 8 zile za chini. Sasa za chini zinaibukaga tu hivi. India hawana. India hawana. Pakistan wanazo. Na wana bahari ya Hindi ila hawana. Na wana meli 69 za drone. Meli 69. Meli za drone Palestina. Huyo ni Pakistan. Kwa upande wa vifaa ina viwanja vya ndege 116, bandari 3 na kilomita takriban 11,900 zikiwa zimewekezwa hizi kwa ajili ya masuala ya kijeshi. Na vita ilivyo wananchi, unajua vita kwa kuisema inawezekana kama ni nyepesi sana. Ingia sasa. Utakwenda kuona uzito wake. Kama ilivyokuwa kwa Israel akiamini anaweza kuisambaratisha Gaza kwa muda wowote unaoona. Ngoma ile ngumu.
lakini kwa hata Urusi na Ukraine mimi sikutegemea ndani ya miezi 2-3 hii inakuwa nimesambaratisha ngome leo miaka mingapi sasa. Kwa hiyo vita sio kwa namna nyepesi hivyo. Kuna mtu mmoja wao anasema piga kale kanchi kenyewe kanajisema kisiwa. Najisema kisiwa. Ukajikuta unaweza usiamini kuaga hapo. Jamani, hizi takwimu zilizopo, makombora, mabomu na nini katengenezwa mwanadamu, sio ndege. Mwanadamu ya hali ilipo kwamba ukileta chokochoko na kuua unalo. Ndio yule Waswahili wakwambia wakati wa amani ndio wakati wa kutengeneza silaha. Wakati wa amani ndio wakati. Sasa hivi huwezi kuingia ukatengeneza silaha na tayari una vita. Mambo huwa yanakuja kwa misimamo. Unajua Filisto ukiwa na msimamo na mimi nikiwa na msimamo, kuna mahali tasigana tu. Lazima. Tasigana tu. Na kwa sababu ya misimamo yetu tukisigana, wa kuingia katikati hapo kutuamua kirahisi sio jambo jepesi. Kwa hiyo ina maana kumbe kuna haja tunapoona moshi unaanza kufuka moshi, tutafute panapofukia huo moshi tuuzime mapema. Yaani ukiona kile kinachoendelea kule tulikuwa tunazungumza asubuhi Arusha kule, ni kama moshi umeshaanza kufuka. Hasa kama zimamoto wamekaa kimya hawaoni, sawa, lakini kama wanaona, wana haja ya kwenda kuzima kabla moto haujawaka. Unaona Kim Kim kila siku anajaribu tu. Ana vita lakini anatengeneza na majaribio ya kombora masafa marefu. Alirusha bahari ya wapi si uko nalalamika elewi. Kumba na akili zake yule. Yaani ile ni miongoni mwa tunasema ni vita ya kisaikolojia. Kwamba wewe huwezi kunigusa mimi kirahisi. Kama unaona vyuma anavyotengeneza na kuvirusha kila siku. Sasa njoo. Kunigusa unalo. Na moja ya harakati zake anakuambia mimi ukija hapa sipigani na wewe hapa. Napigana kwenye ardhi yako. Yaani mimi nitakuwa navusha mpaka nifike nchi yako. Kama uko Tanzania, ngome inatoka napigana hapa na kule. Inatoka Korea Kaskazini mpaka Tanzania. Wakati upo huko ndani, mtapambana. Lakini pia nitahakikisha pia miundombinu yako kule na iharibu. Ndio maana huwa anatengeneza makombora ya masafa marefu. Nchi hatari sana. Kisafiri, nchi hatari. Hatari. Kwa sasa hivi yeye kudondokea baharini tu. Hana shida. Sasa baharini. Ila ukinigusa nitalivusha. Hatuwezi jua namwekezea nani pengine atakiondoka duniani. Kwamba itabaki kuwa Korea Kaskazini itabaki kuwa hatari vile vile, ama itabaki tu na ile mizinga yake basi haitatumika tena kwa sababu atakuja mwingine labda mwenye weredi zaidi. Tuendelee kuwa na kisiwa chetu cha amani. Hakika. Piga umo. Bwana, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Yes, wao wameandika hapa, kanisa la Anglikana nchini la sisitiza uchaguzi Oktoba. Habari iko ukurasa wa 4. Lakini Samia aongoza ombolezaji kuaga mwili wa hayati Msuya, ukurasa ni ule wa 4 gazeti la Majira. Lakini utekelezaji wa ilani kwa kishindo, kete ya ushindi CCM uchaguzi mwaka 2025. Dr. Dimwa ameyazungumza. Nataka kufahamu kwa kina nini kimezungumzwa. Ingia ndani ya gazeti la Majira. Joto limepanda, joto liko hivi, watu hemwa za kutosha. Mwezi muhimu, mwaka muhimu kuelekea Oktoba, si ndio ndani ya gazeti la Majira. Bwana, gazeti la Uhuru ukweli daima, wao wameandika Mzee Msuya agwa. Sawa Mzee Msuya agwa. Kifo cha Charles Hilary cha waliza Rais Samia, Dr. Mwinyi. Lakini shahidi adai mama alimuua bintie kumzuia kutoa ushahidi. Imo ndani ya gazeti la Uhuru. Mama mzazi. Shahidi adai mama alimuua bintie kumzuia kutoa ushahidi. Kuna watu hawana uchungu na uchungu wao wenyewe. Hapa sana mambo ya kifamilia. Mambo ya kifamilia. Usiseme kwa sababu mtoto anajifanya uelewe. Mtoto anajifanya wewe mtakatifu. Lazima niseme. Kwa nini nisiseme? Kwa hili nitasema. Au nasema hivi, yule ni kaka yangu mimi, wewe mjomba wako, usiseme. Mambo ya muhali. Mimi nitasema. Yule aliyefanywa ni mdogo wangu mimi, nitasema. Mwisho wa siku sasa anaamua kumuua mtoto wake kuficha aibu ya familia. Umeona, anaua mtoto kuficha aibu ya familia wakati kumbe ungeacha apate adhabu huyu aliyekosea kwa ajili ya kujifunza pia wengine. Ndio. Mambo jamani nyie.
Bwana, kuna ripoti maalum imo ndani ya gazeti la Uhuru maumivu ya mgongo tishio kwa wafanyakazi lakini pia madereva. Wewe unaketi masaa kadhaa. Sisi ni wafanyakazi ndio mfanyakazi. Ni wafanyakazi, sio watumishi. Hawajasema watumishi. Mfanyakazi kwanza anaketi kwenye kiti cha mbao. Mfanyakazi. Sasa mbona sisi tujaketi kwenye viti vya mbao? Wewe ofisi yako sasa. Ofisi yako hii. Hii ni ofisi yako. Ofisi nyingi za wafanyakazi unaketi kwenye kiti cha mbao. Utakuta unahama mkao tu, umekaa upande huu, umekaa upande huu, umegeukia hivi. Unahama mkao tu, ukichoka na nyanyuka. Viti vya mbao. Viti vya Viti vya mbao. Wafanyakazi wengi wanaketi humo. Na kuna wengine mnapiga kazi, kwanza unapiga kazi umesimama masaa kadhaa. Samu analijua hili. Alafu mkitoka kupumzika kuna mawe nje. Nenda kukaa kwenye mawe. Bado naendelea kujifunza hunyoshi mgongo. Hunyoshi mgongo. Wewe shuhuda kwenye pesi hiyo? Sio nyepesi. Nimekuelewa, hapa ni ofisi. Tulipo hapa ni ofisini. Ndio maana tuna relax Ndio. Hapa sasa unazunguka. Nikitoka upande wa pili unazunguka sasa hivi, unaenda kushoto, unaenda kulia. Nimekuelewa Mabalo, nimekuelewa. Umenielewa? Mgongo baadaye shida. Lakini unajua kwa watumishi wa umma wengine wafanya kazi tu kama sisi. Wafanya kazi tu kama wao. Sasa unataka kujua ufanya kazi wao ukoje? Tembea kwenye utakuta kuna yani mpaka leo kuna watumishi wanakalia mabenchi. Kabisa. Benchi? Kuna benchi moja refu hivi wamelikatia watu. Halina kishika benchi linakuwa na hivyo vidude. Kuna mabenchi mengine sana kuwepo kama benchi yetu la pale. Hapana. Lile ni benchi kiti kabisa cha maana kile. Lile sio benchi. Lile benchi la kule nje kwenye mti kule. Ndio mnazungumzia sasa. Soga pale. Ndio wafanyakazi wanatumia hilo. I say. Hapana, migongo lazima iume. Msingi umesoma? Msingi. Nimesoma. Umesoma kidumu na ufagio au umesoma magari ya njano? Umesoma. Ulibahatika kuwa kiongozi wa nilibahatika. Ni kidogo ukatoka kwenye ofisi za walimu. Katoka. Bahati nzuri mimi shule nilizosoma ni kidumu na mfagio, lakini shule ambazo zilijengwa na wakoloni. Kwa zina miundombinu rafiki sana. Miundombinu hata ndani. Wanakaa kama hivi yani. Sio kama mizunguko hii mbao. Sasa ndio hivi ulikuwa unaingia unatoka unatazama ndani. Sio benchi la mbao. Sio benchi lakini ndio mbao. Kuna viti fulani vilikuwa vya kukunja, mnavikumbuka? Vile vya kukunja vya kizamani vile. Vile vya kizamani kinakunja, kinafunguliwa, kinakunjwa. Ndio vile vitu ambavyo walikuwa nakalia sasa walimu wetu. Yaani unavyokalia kaita kiti cha mwalimu mkuu, unaenda unakichukua sehemu na kipeko na kikunjua, akijinyuka pale anakinyanyua na kikunja naenda kukiweka sehemu nyingine na baki meza pekee yake. Shule sasa hivi ukiingia kwenye ofisi ya mkuu wa shule. Unajua siku hizi walau na wenyewe kuna namna unajua kuna zile fedha zile wanazita nini zile fedha za shule zile wana magawio hivi wanatoa ruzuku wana jina lao sasa hilo wanatakaga majina yao ya kimombo ruzuku hata kuelewa hivi wakiipata hiyo sasa mkuu wa shule anajiandikia pale kiti cha mwalimu mkuu ndio kinakuja saa kile. Ndio nimekumbuka kitu pia hapa tulikuwa wote kameramani tulivyoenda Chilanjilizi tulikuwa wote wakati tunakunywa supu pale. Unakumbuka mle ndani kwenye ofisi ya mkuu wa shule kulikuwa na benchi. Si ndio kwa benchi lile? Kuna benchi, meza, mwalimu pekee, mwalimu mkuu kwenye meza yake ndio kulikuwa na kiti kile cha mbao. Wengine wote mnakaa kwenye benchi. Wote kwenye benchi, wote mpaka na walimu wengine wote kwenye benchi. Migongo lazima iume. Na kuna wengine sasa hilo benchi ni nafuu. Dawati la mtoto anatakiwa somee kule darasani ndio linabebwa lile linapelekwa ofisini walimu wakakalia. Mwalimu ndo sasa ndo benchi yenyewe hiyo. Mwalimu sasa shule ya msingi benchi. Sekondari benchi. Unaingia kuwa mfanyakazi benchi. Mgongo utaacha kuumia. Ukitoboa sana miaka 50. Utaumia mapema. Bwana Uhuru bado tuko nao hapa. Wameandika Dr. Biteko asema serikali imeacha wazi milango ya mazungumzo. Milango ipi? Chukua nakala ya gazeti la Uhuru. Lakini kazi kubwa imefanyika afya ya mama
na mtoto. Sawa ile eneo nawapongeza sana serikali kweli kwenye sasa kwenye hospitali za serikali baadhi, mfano nitolee mfano hospitali ya mkoa Mbeya. Ndio. Eneo la afya ya mama na mtoto unaona ni sehemu ambayo kweli serikali imewekeza. Hakuna mama ambaye anajifungua yuko chini, hakuna mama ambaye anatoka kujifungua kalalamika. Na huduma zao ni rafiki sana 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 sana. Unaona namna ambavyo daktari anapita kuangalia kila mama anasubiri kwenda kujifungua, wana namna ambavyo wanawaweka, sijui anaenda kufanya operation sijui nini. Ukitoka pale huduma zao ni rafiki kiukweli. Hiyo ni moja tu. Siku hizi hata watu hawakimbilii private kama ilivyokuwa mwanzo. Kama zamani. Yaani mtu alikuwa kwenda kujifungua, mimi lazima nijiandae. Yaani sina mpango wa kujifungulia hospitali za serikali. Lazima nijifungulie private. Wachache sana. Wachache sana. Imetimiza. Na unawasikia wanasema wamebaki tu wachache kwa maslahi yao wenyewe. Wao ndo wanatibua mipango. Hao ndo wanatibua mipango mfano ulionayo. Hapo. Hao ndo wanatibua mipango hao. Tulee mfano pia hapa Makole bwana. Hapa Makole hapa. Mimi kicheko kunikuta kitu. Hapa Makole. Kwa mmoja lakini. Niliwahi kwenda asubuhi kuanzia saa 4 mpaka saa 11 jioni sijapata huduma na nikaondoka sijapata huduma. Kesho yake nikaenda private. Ulikuwa unaenda kujifungua? Hapana, nilikuwa naenda kucheki, nafikiri niliambiwa nenda kaangalie pressure yako na piga ultrasound na nini. Yes. Hilo tatizo mimi mwenyewe nilikuta. Saa 4 na niliambiwa usile chochote kwa sababu tupima na sukari, usile chochote. Saa 4 asubuhi. Sio foleni. Sio foleni pale. Yaani mpaka saa 11 jioni sijapata hamna huduma yoyote. Na sijahudumiwa na daktari, sijamuona. Naambiwa ingia hapa, tokea hapa, nenda hapa. Vimzunguko ni vingi. Mpaka saa 11 jamani, na ni mjamzito wa mimba ya miezi 7. Na ujala chochote. Na ukiwa unaenda kwenye ultrasound usile. Nusu nidondoke ile siku. Nilichokifanya nikamfuata yule dada wa mapokezi nikamwambia mimi naondoka. Basi njoo kesho. Kwa maana kesho nije sijala. Tena ushinde siku nzima. Nishinde siku nzima sijala. Nikamwambia hivi. Nafikiri pia alikuwa ananizungusha kwa sababu nilikuwa na bima. Alafu bima ni changamoto sana kuna changamoto fulani hivi. Nilizungushwa kiasi kwamba nikasema basi kesho yake nikaondoka nikaenda private. Nikasema sawa, naipenda serikali yangu lakini kwenye afya no way. Sije tukauana. Kwa ni wachache sio wote. Wachache. Gazeti la Wamachinga wameandika Pachazi Hilali aga dunia, Rais Samia mlilia afariki dunia baada ya kuugua ghafla na mauti ulimpata akiwa njiani kuelekea katika hospitali ya taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzira, ukurasa ule wa 4. Lakini Dr. Ndumbaro awawashia moto wanaotaka kuzuia uchaguzi, ukurasa ule wa 2. Lakini kuna habari nyingine hapa, chuki, uzandiki na ubinafsi vya imaliza Chadema, watu piana maneno hadharani, habari ukurasa wa 2 gazeti la Wamachinga. Bwana, gazeti la Jamvi la Habari tuhitimishe nalo gazeti hili wao wameandika habari kubwa kabisa hapa ikisomeka Dr. Samia aongoza kuaga mwili wa mzee Cleopa Msuya. Hawa ni Jamvi la Habari. Lakini Dr. Biteko aipongeza Red Cross, asema serikali itaiunga mkono, ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari, nenda ukurasa ule wa 3. Lakini kuna habari nyingine hapa, Papa Leo wa 14 atangaza vipaumbele vyake, ukurasa ni ule wa 3 ndani ya gazeti la Jamvi la Habari. Chadema yalegeza masharti ya no reforms no election. Sasa vyama si vimesha sign. Kuna namna ambayo itaangaliwa waje wananite zinazidi kuzungumzwa yanawezekana yakazungumzika. Tuko taifa moja, tunajenga nyumba moja. Kwamba tuko nao wanaweza kalegea. Yaani issue iliyopo pia tunachokizungumza ni demokrasia halisi. Kwa hiyo tusije tukawa tuna demokrasia ambayo tunaizungumza kwenye midomo, tuna vinywa na watu wakaelewa kwamba kuna demokrasia, lakini tunataka tuonesha katika uhalisia. Kwa lolote linaweza likatokea, muda bado tunao. Na unaweza kujipanga na hata wao ambao wameenda huko wakarejea. Wakaona ile mifumo tulikuwa tunaipigania imesharejeshwa. Wakarudi tena na jambo likaendelea. Kwa hiyo Felista usiwe na shaka. Kila kitu kitakuwa sawa. Unaweza kama mkimbizi ndani ya chama chako. Inawezekana. Ipo hiyo, kama sasa hivi wanavolia. Unapambana ndani ya mfumo. Mtu atoki nje ya mfumo isipokuwa anapambana ndani ya mfumo. Mpaka wenyewe ni swala la muda tu. Tusubiri tuone. Yule mwingine alipambana ndani ya mfumo
baada ya siku 2-3 mfumo wenyewe ukamtema, kama unakukataa mfumo mfumo akasema kila kijaribu kumeza unagumu wapi, ili tonge gumu ili tonge tuache Waswahili wanakuwa na Waswahili wakifika hapa